ukituma mtu Nairobi, macho yake nataka iangalie mbali, si ndio? Iangalie hata ng'ambo, ndio aweze kumvunia pande ile, aweze kumletea, si ndio? Kwa hivyo nafikiria mkutano ya amani labda iwe ya mwisho leo. Tukiongea tena itakuwa mkutano ya nini? Ya maendeleo, na ishara Mwenyezi Mungu atatusaidia tuwe pamoja, tushirikiane ili tuweze kupata maendeleo hapa katika wilaya yetu na kaunti kwa jumla. Asanteni, makofi kwake. Moja. Karibu mheshimiwa. Asante. Asante bwana DC wetu wa Mashariki. Bwana Bas ambaye ndiye county rep wa eneo hili, bwana Oses, wazee wangu, ndugu zangu, salamu alaykum. Kwanza nataka nichukue fursa hii baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kumshukuru ndugu yangu bwana DC. Kwa kweli leo alikuwa awe Nairobi kwa shughuli zake nyingine, lakini kwa dharura ya mkutano wa leo ameweza kuacha shughuli zake na kuwa nasi leo kwa haya ambao tuendelea nayo. Nataka nimshukuru sana kwa hilo. Ndugu zangu, wazee wangu, nafikiri mengi yamezungumzwa kwamba sisi leo tuko hapa kwa sababu gani na kwa sababu gani, lakini yote hayo kwa sasa hayana umuhimu tena. Mimi naamini tukiwa kama viongozi ni majukumu yetu, ndiposa leo tuko hapa. Tulichukua majukumu, tukaapa viapo kwa kuwa tumechaguliwa kwa sababu ya kutekeleza kazi zetu na majukumu yetu katika jamii ya Lamu Mashariki. Ndio maana tuko hapa. Kwa sababu matatizo yako, hili laja leo, lingine litakuja kesho, lakini niko hapa naamini kwamba ni majukumu yangu na niko hapa kwa sababu najua ni jamii yangu. Kwa hiyo ndugu zanguni, tuna majukumu na ndio maana tunatekeleza majukumu. Kwa kweli ni mambo ya kusikitisha baada kwamba sote tunaelewa vizuri. Kiongozi anapochaguliwa huwa ni kiongozi wa ile sehemu aliyochaguliwa. Mbali ya kwamba ukoje, mbali ya kwamba atoka wapi, madamu amechaguliwa katika eneo lile, basi huwa lazima aheshimike na kutambulika kwamba amechaguliwa katika eneo lile. Mimi siwezi kusimama hapa mbele yenu kujifakhari kwamba mimi ni Mbwajumwali, lakini nitasimama hapa mbele yenu kujifakhari kwamba mimi ni mbunge wa Lamu Mashariki. Na tukizungumza habari ya vijiji, mimi najigamba kwamba mimi ni Mkizingitini, na si mara ya kwanza kujigamba kwamba mimi ni Mkizingitini. Babu yangu aliyomzaa babangu atoka Kizingitini, babu yangu aliyemzaa mamangu atoka Kizingitini. Kwa hivyo nina hisa kubwa ya Kizingitini mimi. Ndio maana hata mkutano nikaufanya hapa Kizingitini, mbali kwamba kuna matatizo baina ya Mbwajumwali na Kizingitini. Kwa hivyo watu wenye fikra mbovu za kuwafanya watu wawe na fikra ambazo si za kisawasawa, na waomba kwamba kuambia si wakati wake. Wakati wa kuzuzana tulimaliza, wakati wa kubishana tulimaliza, na hivi sasa tuamini tuna majukumu mengi ambayo yametukabili. Tuna vijana sahizi napigwa masimu hapa na pale, wamefukuzwa mashule, wahitaji usaidizi. Leo hapa kuna mambo yanaendelea. Uvuvi hivi sasa wataka kufungwa kabisa baada ya miaka 5. Nilizungumza katika siasa, na huu ndio ukweli. Baada ya miaka 5 utakuwa hakuna masala uvuvi hapa. Hakuna uvuvi. Tumepanga tutakuwa na uvuvi gani? Ikiwa serikali imepanga kutoa milioni 5 kwa kila BMU, only 5 million kwa inunue boti moja, kwa 5 million ambayo the modern kind of fishing boats. Wafikira milioni 5 hizo zitatosha nini? Ikiwa katika boti moja mtakuwa watu 10, 20 na modern kind of materials za kuvulia, zitatosha wapi? Ni lazima tuwe na mikakati ya kuhakikisha kwamba pesa hizi zimeongezwa, na uvuvi huu ukiondoshwa watu wameweza kufaidi pakubwa katika uvuvi kuliko huu hapa. Hayo ndio mambo ambayo nataka tuangalie.
tusiondoshewe uvuvi huo na tuwe hatuna kingine badala yake. Tuna vijana kama nilivyowaambia, tuko kwenye mikakati saa hizi kuangalia ni namna gani kamati ya CDF itakuwa gazetted, waingie kazini, wawapatie vijana basari waendelee kusoma. Ni wangapi saa hizi wamefukuzwa mashule kwa sababu hawasomi? Ndugu zangu, hatuna wakati huo. Atakayesema na seme. Naamini tulichaguliwa kwa sababu ya kufanya kazi na kuwatumikia. Hatukuchaguliwa kwa sababu ya kumsaidia mtu kwa mabaya. Tunajua sheria zipo katika nchi hii. Na kule tuliko bungeni tutengeza sheria na turekebisha sheria, na hawa polisi ndio wanaolinda sheria hizi. Iweje mimi ndiye ni mmoja ninaotengeza sheria na kurekebisha sheria alafu nije nivunje sheria? Ni lazima tuwe na mwelekeo wa busara na kutafakari. Sote tuna majukumu katika mambo haya, na ni lazima tushirikiane kwa sababu ya ardhi zetu hivi sasa. Ndugu zangu, makulima yameanza. Watu wamesaidika vipi? Ni juzi nikizungumza na bwana DC, akiwa hapa ni shahidi. Tutawasaidia vipi wakulima bwana DC? Wewe wapata chakula kila mwezi cha relief food. Chakula hiki kwanza wapewe wakulima kabla hakijaingia mjini. Sikukwambia bwana DC? Juzi tulikuwa na motion kuhusu wazee, na motion imepita bungeni kwamba wazee wote katika nchi hii wakifika miaka 60 wasichajiwe hata shilingi katika public hospital. Na ishapita motion hiyo. Ndugu zangu, kuna pesa ambazo zatoka za wazee, shilingi 4,000 kila mwezi. Hakuna mzee anayepata hapa. Sasa mwataka mimi niyafuatie haya ama nije hapa kwenu kubishana na watu katika maneno yasiyo na maana? Ndugu zangu, hatuna wakati huo. Tuomba kila mwenye fikra duni aziweke chini, azitie chini ya sanduku mpaka baada ya miaka 5. Tunamruhusu baada ya miaka 5 arudi hapa na yeye aseme yale yake, yale ayatakayo, kwa sababu ni nchi yetu ya demokrasia, kila mmoja ana haki. Lakini naomba mpiane nafasi kwa wale ambao wako kwenye uongozi, basi watekeleze zile kazi watekeleze kazi na majukumu waliochukua kwa watu wao. Kwa hivyo ndugu zangu, sheria zipo, na wale watakao kwenda kinyume na sheria, uwe ni nani na uwe ni nani, you will have to face the law. Ni lazima tujirekebishe, tuwe kama wengine. Na tu ningeomba security yetu bana OCS uko hapa, ni kwamba matatizo haya yetu yamekithiri sana. Naomba utumie hikma sana kwenda na mambo kama haya. Kwa nini nakwambia hiyo? Kwa sababu isije ya kwamba wewe wataka kurekebisha mambo haya, uwe utafuata watu fulani wanavyokuambia kwa sababu ya chuki za watu wao wewe wenyewe. Bwana OCS, tatizo tulilonalo ikiwa tutaweza kulirekebisha kupitia kwa jamii yote kwa ujumla, na hakika hata kazi yako itakuwa rahisi. Lakini nakusihi tena, asije mtu kibinafsi kwa sababu ya chuki zake na mwingine akaanza kukushirikisha wewe na kukuweka wewe katika ubaya huo. Bwana DC, mimi katika mapendekezo yako ama resolution tulizokuwa nazo, na kuomba tafadhali kwa hisani zako, kutokana na malalamishi ambao kama nilivyokuelezea umekuwa ukitegemea pengine sana kwa sababu ya wazee ambao unawafahamu kila kijiji kuchukua information kwao. Mimi wakati wote niko tayari kushirikiana na wewe kutembelea kijiji baada ya kijiji. Tuhakikishe tuna special committee ya wazee ambao tunaitembelea kwa mwezi ama kwa baada ya miezi miwili, na kukaa nao kujua matatizo ya vijiji vyote ambavyo tuko navyo. Na wazee hao bwana DC hutowachagua wewe, watachaguliwa na watu wenyewe. Kwa sababu naamini kupitia kwa area chief pamoja na wazee hao ambao mtakuwa nao, tutakuwa tuweza kujua linaloendelea ni lipi na namna gani tutaweza kushirikiana kwa suluhisho.
Mimi najua kwamba ni ugonjwa mkubwa tulionao, na hatutaki tuseme kwamba tutatumia force kiasi kwamba yani jambo ambalo tuseme tutarekebisha kwa muda wa siku moja. La, naamini itachukua muda polepole, lakini ikiwa tumeweza kuamua sote kutaka kujirekebisha. Kwa sababu kama Mwenyezi Mungu anavyosema, Mwenyezi Mungu la yughayyiru ma biqaumin inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusikum. Kwa mpaka sisi tuwe tumekubali kwanza kutaka kwenda. Kwa sababu leo DC, OCS, hata wakaja na majeshi hapa, wakaja majeshi yao hapa, lakini madamu sisi ni lile tulitakalo, hawawezi kufanya lolote. Wakiondoka sisi tuarudi tufanye yale. Lakini naamini kupitia kwa kamati za wazee walio na busara, pamoja na DC akiwa ndio kiongozi wao, tutaweza kwenda polepole na kujaribu kupeana nasaha kwa vijana. Najua vijana wana matatizo. Mimi ni kijana na naelewa matatizo ya vijana ni kwa sababu ya upweke, ni kwa sababu ya kutokuwa na makazi. Na niko katika harakati juu ya juhudi hii kuhakikisha kwamba tumeweza kusaidiana na nyinyi wazee na viongozi, vijana hawa kuweza kuwasaidia na sio kuanza kuwatesa na kuwadhulumu. Kwa sababu naamini hata wao si matakwa yao kuwa katika hali ile. Mbali ya kwamba tujaribu kutafuta suluhisho, tujaribu pia kuwasikitikia tukiwa kama viongozi. Tutaweka hali gani ya kuweza kuwasaidia kuondosha katika janga hili? Kwa sababu mizizi ya mihadarati haitoki Kizingitini wala Mwajumali wala Mashariki, kama alivyosema na CDC, yatoka huko. Kwa hivyo shina kubwa liko huko. Sisi tukiwa kama jamii tutaweza kulirekebisha vipi? Tuhakikishe vijana wetu ambao wanainukia kama hawa, tutaweza kuwaweka hali gani kiasi kwamba wasitamani kuingia katika mihadarati? Vijana hawa kwanza tuwashikilie hawa wasiingie katika hali hii. Na jukumu hili liko kwangu na wewe. Kijana darasa la 5 la 4 yuenda mabaharini, yupata shilingi 300, 400, 500 ya tafukoni. Ushamzoeza mtoto akiwa mdogo hana pesa. Sitaki niseme nimetoa ni amri, lakini bwana DC na wazee wangu nataka mlifikirie. Mtoto yote ambaye atakuwa yuko primary school hajafikisha miaka 18, mambo ya kufanya kazi bwana DC na jamii takatushauriane swala hili kabla hatujaamua ni vipi. Kwa sababu kule vijana kushika pesa ndilo tatizo kubwa ambalo linachangia katika masuala haya. Kwa sababu ikiwa tunataka vijana wasome madrasa, tunataka vijana wasome shule, tuhakikishe kwamba vijana wameconcentrate na masomo. Huku kijana yosoma, huku kijana yuko baharini, haeleweki yuko katika njia gani. Ndio tuna matatizo. Na tunahitaji vijana hawa tusaidie kama kina wazazi. Lakini mzazi ujue kwamba unapomtoa mtoto kwenda kufanya kazi kwa umri wa kusoma, ndio chanzo cha kumwonyesha kwamba kwa sasa ukishika pesa zako waweza kufanya utakalo akiwa na umri kama yule. Kwa hiyo ndugu zanguni, tujaribuni kusaidiana na kurahisishana haya mambo. Tusiwe tokaa mabarazani kwa kuchocheana. Tukae na mabaraza yetu kwa kupanga mipango ambayo itatuletea manufaa na mwelekeo katika jamii yetu katika miaka 5 hii. Ndugu zangu, mimi nataka nitoe shukrani zangu za dhati. Nyote mliweza kuacha shughuli zenu na kuweza kuja hapa kusikilizana yale ambayo tumeyazungumza. Kitu muhimu kama nilivyosema, ni lazima tuwe na tafakari na kuzingatia umuhimu wetu katika mwelekeo wetu wa kijamii. Vile vile nataka nichukue fursa hii kwa heshima na taadhima kumshukuru na kumpongeza gavana wetu wa Lamu County kwa fahari kubwa. Katika Lamu County nzima palikuwa panahitajika kuwe na mawaziri 6. Lakini katika mawaziri 6, 4 wametoka Bajunini. Ndugu zangu, leo jamii tofauti wakikaa wanajifakhari
kwamba huyu yuko katika serikali na ni mtu wetu. Jamii nyingine zina masikitiko kwa kuwa watu wao hawakuingia katika serikali. Leo sisi hatutaki kujua wala kutambua kwamba tumepata vijana 4, mmoja kutoka hapa Kizingitini, kwa kuwa atakuwa ni waziri katika baraza la kaunti, na tena katika department ya fisheries na livestock. Ndugu zanguni, nataka tufurahi na tusherekee jambo hili. Hii ni fahari kubwa na furaha ikiwa kweli tutambua mwelekeo wa mambo na majukumu yetu. Tusiwaruhusu wachache ambao hawana fikra njema na sisi kuja kutuingia katika jamii na kutaka kutuambia maneno yasiokuwa na mwelekeo na kutaka kutuvuruga. Ndugu zangu, for the last 50 years tukiwa kama jamii ya Kibajuni tumekuwa hatutambulikani na hatujui tunapokwenda. Hatujui tunapokwenda. Haya si masuala ya sharifu. Mimi nazungumza siku zote, it is our responsibility kama jamii ya Kibajuni. Kesho mimi nitaondoka kwenye uongozi, kesho mimi nitaondoka duniani, lakini nikiamini ya kwamba nilitekeleza majukumu yangu kuifanya jamii ya Kibajuni itambulikane, na nilitekeleza majukumu yangu kushirikiana na jamii ya Kibajuni kusonga mbele mahali walipokuwa wamefikia. Hiyo ndugu zangu, kwa sababu ni wakati wa dhuhuri na hatupasi tukose kipindi, nataka niwashukuru tena, na nataka niseme naomba ushirikiano wenu. Mimi nikiwa kama mbunge wenu, Abbas akiwa kama county rep wenu, Bwana DC akiwa kama DC wenu, Bwana OCS akiwa kama OCS. Hawa shekhe wako hapa kwa sababu yenu nyinyi. Langu nataka kusema, nataka kumuhimiza Bwana OCS tena, ndugu yangu OCS. Nafikiri umekaa katika hii jamii sijui ni muda gani hivi sasa, kwanza uletwe hapa. Ni muda gani ndugu yangu sasa? Mwaka mmoja hivi. Na kuomba tafadhali uelewe tabia zao. Kitu muhimu kwanza ni uelewe tabia ya kijamii. Ujue ni mikakati gani ambao utaweza kukaa na jamii ya kusaidia, kwa sababu tayari kuna ugonjwa tofauti hapa. Lakini naamini kwa sababu ya hikma ya uongozi wako, tumtumie, ukae na wazee, ukae na vijana, tujue tutasuluhisha vipi. Kwa sababu hapa tukianza suluhisho ya kuanza kuvutana, ya kuanza kupigana, halitokuwa ni suluhisho hivi sasa. Nataka nyinyi wazee muunde makamati ya wazee maalumu, na hata kamati za vijana muwe nazo, mutafute suluhisho. Tufanye nini? Nikiwa kama mbunge na mimi najaribu kutafuta suluhisho, tukishirikiana ninyi. Vijana walioathirika tutawasaidia vipi? Kuwapeleka marehab, kuwapeleka training colleges and whatever, na mengineo. Wale wanaoleta tutakaa nao na tuhakikishe kwamba ikiwa wamekataa wana face the law namna gani. Kwa hivyo ndugu zangu, nataka mkiondoka hapa kila mmoja fahamu ya kwamba sote ni masulia kama ilivyozungumzwa, na sote tuna majukumu. Hakuna mbora kuliko mwingine. Mwenyezi Mungu asema, inna khalaqnakum min dhakari wa untha waja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kwa hivyo yule ambaye ndugu yangu mzee Kasimu amezungumza, kumcha Mungu ndio kitu kikubwa ambacho kitakufa wewe hapa, na ndicho ambacho kitakuwa ni mezani kubwa kwa Mwenyezi Mungu kesho. Huyu bwana anasema ni wataje mawaziri waliochaguliwa Bajunini. Mmoja akiwa ni Kamalu Sharifu hapa Kizingitini, mwingine akiwa ametoka Chunda mtoto wa Omar Bwana, mwingine ni wabarani anaitwa Dr. Kombo, nafikiri mnamjua, ni waziri wa health, na mmoja ana asili ya Miabogi na Witu, Amina Rashidi, ambao tuhesabu ni mtu wa Boko kwa sababu mamake nafikiri Mwiabogi. Kunumbe safullah. Kwa hivyo mamake Mwiabogi tumhesabu ni mtu wa Miabogi. Idara ya land Amina Rashidi. Aitwa Amina Rashid.
Kwa hivyo tuna fakhri ya kwamba gavana ametutambua kama Wabajuni. Uwe wampenda, humpendi, ulimpakua